pia anaweza kuwa ni wewe. Narudia tena, pia anaweza kuwa ni wewe mwenyewe. Unaweza kuwa ni role model na ukawa ni mfano wa watu wa kupigiwa mfano, yani mfano kwa watu na kupigiwa mfano kwamba mtu fulani alikuwa ni mtu mwema, na hiyo tunashuhudia siku ya leo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ikiwa leo tutakuwa ni wenye kumalizia tafsiri mbalimbali ya sura ambayo kwamba tulikuwa tumezisoma na ambayo kwamba inaongea kwa ujumla kuhusiana na Bibi Asia alayha salam, na yote ambayo kwamba alikuwa ni mwenye kuyavumilia, hususan kutokana na Firaun na vitimbi vya Firaun. Taban tuliona kwamba Firaun alikuwa ni mwenye kupatiwa aya 9 ambazo kwamba zote na zote hakuwa ni mwenye kuamini. Yani inamaanisha kwamba alikuwa amefikia katika daraja ya juu ya kutomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inamaanisha kwamba pia katika kufur kuna daraja ambayo kwamba ni daraja chini na inapanda juu kabisa. Hawa ni wale ambao kwamba wako karibu zaidi na Iblis. Kwa hivyo katika natija kwanza kabisa kwa zile aya ambazo kwamba tulizoziona na mpaka kuwa ni mwenye kuadhibiwa Firaun, na mpaka wa leo wale ambao kwamba wanaenda kuona mwili wake wanapata ibra ya mtu kama Firaun, ya kuonesha kwamba sio mtu, yani mtu hana lolote katika dunia hii mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna yule ambaye kwamba yuko na mamlaka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna yule ambaye kwamba yuko na nguvu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika nataij ambazo kwamba tunazipata, alafu kisha tutaingia katika maoni ya na mtazamo na misemo za maulama wetu, ni kwamba natija ambayo kwamba tunaipata ni kwamba Bibi Asia alayha salam ni kwamba alikuwa ni mwenye kutambua kwamba Firaun la quwwata lahu, yani Firaun kama Firaun hana nguvu aina yote, sio katika viumbe wala sio mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni vitisho tu ambavyo kwamba ni kelele na ambayo kwamba ilikuwa ni kelele ya muda, lakini ile kwamba anadhuru na anatoa manufaa hakuna. Yani ni kwamba yeye ni makhluk, hana chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii pia inatupa darasa sisi wote kama wanadamu. Ikiwa tutaona kwamba kuna mtu ambaye kwamba yuko na hali hiyo, yani ya kujipiga kifua na kujisifu kwamba yeye ni nani, ni kwamba tumpatie tu muda. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kwamba katika madhumuni ya hadith ni kwamba al-umuru bil khawatim, yani kila kitu katika dunia hii lazima itakuwa na mwisho. Haijalishi mtu atakuwa vipi, haijalishi mtu atakuwa na atakuwa yuko katika hali gani, lakini iko siku na siku ambayo kwamba atakuwa yuko na mwisho, hata kama atakuwa yuko na nguvu aina gani. Kwa hivyo kila kitu ambacho kwamba kinapiga kelele katika dunia hii lazima kitakuwa kiko na mwisho wake. Ni kumpatia muda na ni kumwangalia. Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo kwamba tunaweza kupata katika kisa na bahath ya Bibi Asia alayha salam. Alafu
nukta ya pili ni kwamba asabru ala albalai, yani kuwa na subira katika mitihani mbalimbali, yani ile kuweza kuwa na subira katika mitihani ambayo kwamba yanakukumba, especially katika mitihani ambayo kwamba inatingisha iman, yani mitihani ambayo kwamba haiwi ni yenye kubembeleza iman. Kuna mitihani mingine ndugu yangu Muislam ni kwamba zinaweza tingisha imani yako kwa kiasi ambacho kwamba utaona kwamba mimi niko baina al-iman na baina ya kufur. Kwa hivyo katika mitihani aina hizo ni lazima kwamba uwe makini na imani yako, na kila wakati uwe naweka imani yako katika mizani, kwamba mimi hata kama nitakuwa ni mwenye kupata mitihani ambayo kwamba tunakusudia hapa ni am, yani ni ya jumla. Kuna wakati ambao kwamba unaweza pata mitihani na uko na kitu ambacho kwamba unachokimiliki. Mathalan, unaweza kuwa wewe ni tajiri, lakini kumbe ile utajiri wako inakuwa ni mtihani wako. Mathalan, unaweza kuwa uko na watoto, lakini Mwenyezi Mungu akakupa mitihani kwa watoto. Sasa ukawa ni mtihani tu kwa watoto wako, lakini kuna mwingine anaweza kuwa na mtihani ufakiri, ikawa ufakiri ndo mtihani wake. Kwa hivyo haijalishi kwamba wewe uko na mtihani aina gani, lakini hapa tunaangalia katika uso wa jumla, yani kwamba wewe uko na mtihani, yani ima ni mtihani wa utajiri, ima ni mtihani wa chochote kile. Lakini kitu ambacho kwamba inachotakikana katika wakati ambao kwamba uko na mtihani ni kitu kinachoitwa subra, ambayo kwamba ni ngumu sana kuwa na subra, lakini subra inapatikana katika njia ya kufanya riadha, katika njia ya kufanya mazoezi kila kuchao. Hawezi pata subra siku moja, mpaka uwe ni mwenye kufanya mazoezi ya kusubiri. Unaanza kusubiria unaanza kufanya mtihani, yani wewe mwenyewe unajifanyia test kwamba unaanza kujifanyia mtihani katika mambo madogo madogo, unapanda polepole, unapanda polepole mpaka mtihani ule mkubwa ambao kwamba unaweza tingisha imani yako. Ikiwa utakutana nayo ni kwamba hawezi waitingika, utakuwa ni mwenye kubaki pale pale. Na inasikitisha sana tena sana kwamba utakuta wakati mwingine mtu anapopatwa na mtihani, yani anaweza toka katika hata dini yake, anaweza wacha hata dini yake, wakati ambao kwamba wewe kama Muislamu inafaa uwe ni mwenye kupractice vitu vingi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea mambo mengi sana katika Qur'an. Anatuelezea kuhusiana na subra, anatuelezea kuhusiana na kusema ukweli, anatuelezea kuhusiana na kutenda mema. Sasa hizi zote zinataka tarwidh, kitu ambacho kwamba inaitwa tarwidh. Tarwidh ni kufanyisha nafsi yako mazoezi, ni kuzoesha nafsi yako kwa kitu fulani. Mathalan, mimi siwezi sema ukweli, tabia yangu ni kudanganya, tabia yangu ni kusema urongo. Sasa kuanzia leo mimi nataka nianze mazoezi tu ya kusema ukweli. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kadiri masiku zinavyokwenda na unazoesha nafsi yako kusema ukweli, utajipata kwamba kwa siku inapita masaa mawili matatu hausemi urongo, bali yani afwan, utapata katika siku yako nzima kama ulikuwa umezoea masaa 20, masaa 10 kusema urongo, inamaanisha kupitia yani ile mazoezi utapata katika masaa mawili unasema uongo, katika masaa lisali 8 wewe unasema ukweli pole pole. Kwa hivyo katika subra pia inataka tarwidh. Wakati ambao kwamba tukirudi pia kwa Bibi Asia alayha salam, tunapata kwamba yani yeye sio kwamba tu alianza hivi, lakini ni kwamba alijizoesha na alisimama na kuwa na msimamo kabisa kwamba mimi hata nipate mtihani aina gani siwezi wahi rudi nyuma. Kwa hivyo hiyo ni kwanza. Ya pili ni masaibu dunia. Masaibu dunia, yani misiba mbalimbali za dunia. Misiba mbalimbali za dunia, ndugu yangu Muislamu, huwa wakati mwingine zinaweza kukusababishia wewe kutingika imani yako, na wakati mwingine pia unaweza kumbwa na misiba za dunia, yani mitihani za dunia, ukaona kwamba yani ukawa ni mwenye kuona kwamba hakuna mtu ambaye kwamba yani natija yako ya kiakili, ukaona kwamba hakuna mtu ambaye kwamba anaweza nisaidia, hakuna hata mmoja ambaye kwamba anaweza nisaidia,
Sasa ukawa na ile fikra ya kwamba ukakasirikia kila mtu, ukaona hakuna mtu ambaye kwamba anakushughulikia anafanya nini, lakini hizo fikra ni fikra ambazo kwamba hazifai kuwa nayo, ndugu yangu Muislamu. Hizo ni fikra ambazo kwamba ni khayalat, ni Iblisi ndiye ambaye kwamba anakutuma hivyo, lakini kuwa na swali kwamba je, wakati ambao kwamba mimi napitia hizi mitihani za dunia ambazo kwamba zinatingisha nafsi yangu, je, hakuna ndugu yangu ambaye kwamba, hakuna mtu wangu, hakuna rafiki yangu ambaye kwamba napitia mtihani sawa na mimi? Wakati ambao kwamba sawa utakumbwa na mtihani, wewe kama binti wa Kiislamu utakumbwa na mtihani, pengine uko na mtihani moja, mbili, tatu, hauwezi wewe fikiria kwamba kuna mtu sehemu fulani wakati huo huo na muda huo huo na hata wakati mwingine muda zaidi kukushinda wewe anakumbwa na mitihani hizo. Ni lazima yani katika mitihani, kabla hujafikia conclusion, ni lazima uwe ni mwenye kujiuliza maswali mengi sana tena sana, ndo ufikie katika kiwango ambacho kwamba useme mtu fulani anisaidii, mtu fulani anisaidii. Kwa hivyo na solution, na kila solution ni kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati unataka kujidhibiti katika subra, ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akujalie minas sabirin, akujalie wewe ni miongoni mwa wanao subiri. Na ndo kila wakati na kila wakati ambao kwamba unapoona kwamba imani yako inakuwa ni yenye kuwa na mitihani, yani mitihani inatingisha imani yako, kuna dua ambazo kwamba ni muhimu sana kusoma kwa wakati huo. Miongoni mwa dua ni ile ambayo kwamba tunasema ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinik, thibitisha nyoyo zetu katika dini yako, thibitisha nyoyo zetu na imani zetu katika dini yako. Kwa hivyo kila wakati soma hizo dua, na silaha mingi ambazo kwamba tumekuwa ni wenye kupatiwa. Kwa hivyo hiyo ya pili, Bibi Asia anataka kutuonesha kwamba katika balaa, na yeye alikuwa katika ile balaa main ambayo kwamba yani ilikuwa ni historia ya kila wakati. Firaun leo amefanya hii, lao ingekuwa ni katika zama hizi, ingekuwa kila wakati ni habari ambayo kwamba inachipuka kila wakati, yani kila wakati inakuwa ni wanasema ni breaking news, yani kila wakati ni habari, kila wakati ni habari ya Firaun, kila wakati ni habari ya Firaun. Sasa yeye Bibi Asia mwenyewe alikuwa yuko naye, lakini wakati ambao kwamba hakuwa ni mwenye kukubaliana na imani ya Firaun. Hiyo ni nukta ya pili ambayo kwamba tungependa pia katika aya zote ambazo kwamba tumezisoma kuchukua hizi nukta. Nukta ya tatu ni kwamba dada yangu Muislam, jua kwamba kulla lumur, yani kila kitu biyadillah, yani kila kitu na kila kitu ni iko kwa mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye kwamba anayejirisha kila kitu duniani, yani hakuna kitu ambacho kwamba haiwi ni yenye kumshinda. Sasa ikiwa wewe utakuwa mbele ya Mola wako, mbele ya mfalme wa wafalme, mbele ya Malik yaumiddin, mbele ya Rabbul alamin, kuna kitu ambacho kwamba itatikisa imani yako na itakutisha? Hakuna. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye mwenyewe anakuambia mimi niko na wewe katika hali yote ile, katika ugumu nirudie mimi, lakini katika ugumu huo wewe unakuwa ni mwenye kuwa mbali. La, sio sahihi. Jua kwamba ikiwa utaona imani yako inatingika, ikiwa utaona kwamba unakuwa mbali na awamiri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati ambao kwamba imani yako inatingishika, tafadhali dada yangu, jaribu sana kutambua ya uhakika wa kutambua kwamba kullal umur, kila kitu biyadillahi Subhanahu wa Ta'ala. Na tujaribuni pia kurudi katika visa vya watu wengi ambao kwamba vimetokea, visa vya wanawake mbalimbali ambao kwamba imetokea na wakakuwa thabit
katika dini yao. Mathalan ukirudi katika visa, katika kisa cha Sumayya, mama wa kwanza katika Uislamu ambaye kwamba walikuwa ni wenye kuingia katika Uislamu. Wao ni huyu mama alikuwa ni miongoni mwa familia kubwa, lakini alikuwa ni mwenye kupata shahada kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hakuwahi toka katika dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini yeye alibaki kuwa ni ahad. Rudi pia katika historia ya mwanzo ya Uislamu, vile Waislamu walipokuwa wanasilimu na wanakubali Uislamu wao pamoja na wake zao, na wanakuwa ni wenye kuvumilia miaka minne, miaka mitatu, wakiwa wamefungiwa, wamewekewa sanction hali ya juu. Watu wanatumia mali zao, wanatumia fedha zao, wanatumia kila kitu chao, wanabaki pasina kuwa na chochote kile, mpaka katika historia inasemekana kwamba walianza kula mikaratasi ya miti pamoja na mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika hao kulikuwa kuna wanawake. Kwa hivyo utakaporudi, utakaposoma hiyo historia, utaona kwamba mkosi au mtihani ambao kwamba unaukumba sio mtihani, yani ni test tu ndogo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupatia. Na usisahau kwamba wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupatia mtihani, ewe dadangu, ujue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Angalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi ya ajabu sana kutoka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume anasema idha ahabba Allahu abdan, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapopenda mja, akimpenda mja, ibtalahu, huwa anampa mtihani. Pengine utaona kwamba mimi mitihani haya yananitikisa na hakuna makhraj, yani hakuna sehemu ambayo kwamba nitaweza toka katika mitihani haya, lakini kumbe wakati huo huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda, ndio maana anakupa mitihani haya. Sasa kila kitu kilichofichika usijaribu kukifichua, yani kujaribu kutafuta sababu yake. Ndugu dada yangu Muislam, rudi kwa Mola wako. Kitu chochote kisiwe ni chenye kukutingisa katika njia ya Mwenyezi Mungu na katika imani ya Uislamu na katika imani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutaweza kurudi katika zile nukati za maulama wetu, tuangalie ni yapi ambayo kwamba walikuwa ni wenye kuyasema katika kisa cha Bibi Asia alayha salam na matukio kwa ujumla. Tutarudi katika kitabu ambacho kwamba inaitwa Tafsirul Amthal. Tafsirul Amthal ni kitabu cha tafsiri ambacho kwamba ni cha Sheikh Makarim Shirazi. Anasema kwamba inna imraata Firaun, kwamba hakika mke wa Firaun, yani huyu Bibi Asia alayha salam, kanat tastasghiru, alikuwa anaichukulia nyumba ya Firaun kwamba sio chochote. Kanat tastasghiru baita Firaun, yani alikuwa anaichukua ile nyumba ya Firaun kuwa sio chochote. Wala ta'tabiruhu shay'an, na alikuwa hachukui chochote, yani na alikuwa haichukuli kwamba ni kitu. Muqabil baitin fil janna, yani kwa malipo ya nyumba ya peponi au kwa malipo ya pepo. Yani alikuwa hawezi chukua haya marembo tu ya dunia ambayo kwamba alikuwa ameahidiwa na Firaun, wakati ambao kwamba akikumbuka kuna pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba ni maftuha, ambayo kwamba ni pepo iko wazi, ambayo kwamba ni ya daima, ambayo kwamba ni ya radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akiangalia hizi katika Kiarabu tunasema khuzabalat, yani vitu ambavyo kwamba havina maana, vitu ambavyo kwamba ni duni kabisa. Kwa hivyo alipokuwa akiona hivyo, anaona kwamba la, mimi siwezi rudi nyumba, sio kwa shauku tu ya pepo, bali kwa shauku ya ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana anasema wabidhalika, na kwa sababu hiyo, ajabat, alikuwa ni mwenye kukubali,
ala nasaihi nasihin, alikuwa ni mwenye kukubali nasaha ya wale ambao kwamba walikuwa wanamnasihi, fi annaha, ya kuwa satakhsaru, atakuwa ni mwenye kukhasirika, tilka almakasib, yani kila kitu ambacho kwamba alichokuwa ameahidiwa, na pia alikuwa ni mwenye kufanya nini, watuhram min mansabil, na alikuwa ameharamishiwa na kuzuiwa mansab, yani cheo ambacho kwamba ni cheo cha ufalme, cheo cha kuwa malikia, lisababin wahid, kwa sababu moja tu peke yake. Alikuwa anakataa hayo. Sababu yenyewe ni nini? Sababu yenyewe ni kwamba annaha, ya kwamba Bibi Asia amanat, alikuwa ameamini, birajulin, kwa mtu ambaye kwamba ni rai ka Musa, alikuwa ameamini mtu ambaye kwamba ni mfugaji kama Nabii Musa alayhi salam. Sisi tunajua Nabii Musa alikuwa ni mfugaji tu wa mbuzi, mfugaji wa mbuzi, na yule ambaye kwamba ni mfalme ni wapi na wapi. Ni kama katika sehemu nyingine tutakaporudi katika nini hizi sinema za watoto wadogo ambaye kwamba ni makatuni haya, kuna sehemu ambayo kwamba shetani ilionyeshwa kwamba shetani anamjia paka kwa ajili paka alikuwa amechoka kumtafuta panya. Sasa shetani akamjia paka, akamwambia paka, wewe paka, ni nani paka? Yani ni nani Tom na ni nani huyu ambaye kwamba ni panya? Kwa nini unamwacha? Baada tu shetani kupotea, paka kaanza kazi yake ya kumfukuza nani? Kumfukuza huyo panya. Sasa ni kama watu walikuwa na fikra kwamba yani wale ambao kwamba walikuwa ni maadiyin, yani wale ambao kwamba walikuwa wanaabudu na wanamrudia Firaun, walikuwa wanachukulia kwamba Nabii Musa alayhi salam ni kapanya kadogo ambaye kwamba ni mfugaji tu wa mbuzi, ni mfugaji wa kondoo. Walikuwa wanamchukulia hivyo, kumbe alikuwa Nabii Musa alayhi salam, kumbe sio hivyo. Kwa hivyo Bibi Asia alikataa na akamwamini Firaun, akamwamini Nabii Musa alayhi salam. Ya pili, lam takhadha, hakuwahi rudi na hakuwahi vunjika na hakuwahi rudi nyuma, amama dhughut, mbele ya vitimatisho ambayo kwamba alikuwa anayapata, mbele ya msukumo ambao kwamba alikuwa anayapata, wa alwani ladhab, na mbele ya adhabu mbalimbali alikuwa anapata Bibi Asia. Hakuwahi rudi nyuma, allati marasaha Firaun, ambaye kwamba Firaun alikuwa amemwekea. Firaun si kwamba alimwadhibu. Firaun ni nani wa kuadhibu? Firaun hawezi adhibu. Hapa duniani ambaye kwamba sisi tunaishi, hakuna mtu anaweza adhibu mwingine. Ni kwamba huyo mtu ambaye kwamba anaadhibu mwingine ni kwamba atatumia watu waende wakamwadhibu, lakini yeye kama yeye hawezi fanya kazi kama hiyo. Kwa nini? Kwa ajili hana uwezo. Ikiwa hana uwezo, atatoa wapi adhabu? Hana uwezo, yani ni kwamba atume watu wampige, atume watu wamuue, hiyo ndo kazi yake, lakini ile ukweli, uhakika, hana chochote yani. Kwa hivyo Firaun alikuwa anatumia watu wake tu kumwadhibu Bibi Asia, lakini anasema waqad wasalat, huyu Bibi Asia amefika, hadhihi almar'a almu'mina, ameendelea na njia yake, alladhi ikhtarathu, ambaye kwamba hiyo njia alikuwa ni mwenye kuchagua, njia ya iman, rugma kulla, kando na kwamba alikuwa anakuwa ni mwenye kukumbana na nini, kila mazito ambayo kwamba alikuwa ni mwenye kukumbana nayo, watajahat, na akawa ni mwenye kuelekea kwa nani? Nahwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kuelekea kwa Mwenyezi Mungu, haki ya kumwelekea. Dada yangu Muislam, pia wewe unaweza rudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unaweza amua kuanzia leo
mimi nabadilisha maisha yangu kuanzia leo, nabadilisha mwenendo wangu kuanzia leo, mimi nabadilisha 1, 2, 3, na hakuna mtu ambaye kwamba namwelekea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu ambaye kwamba naongea naye isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yangu mimi nataka iwe ya Mwenyezi Mungu kuanzia leo. Na nakwambia dada yangu, sio kwamba huwezi, una uwezo wa kurudi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Tafsiri ya pili, tafsiru Nur, anasema kwamba katika tafsiru Nur, katika hizo aya ambazo kwamba zilikuwa zinaongea kuhusiana na Bibi Asia, anasema laysa bidharura, sio lazima an takuna alqudwa, sio lazima mtu kuwa role model, awe ni nani, awe ni nabiyan, awe ni nabii. Sio lazima mtu ile awe ni role model awe ni nabii. Kwa hivyo hakuna ulazima, mtu anaweza kuwa ni role model na sio nabii. Mathalan tutakaporudi tukiangalia Dhulqarnain, mkirudi katika historia yake sio nabii. Mkirudi pia katika Luqman al-Hakim sio nabii. Wengine naam wanasema ni nabii, lakini wengine wanasema la, yeye alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni hakim. Na pia yeye mwenyewe anasema mimi nimeishi na manabii mbalimbali na nimechuma kwao hekma. Kwa hivyo inamaanisha yeye mwenyewe Luqman sio nabii. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa mtu wa kawaida na akawa ni role model. Na pia tuangalie katika hizi zama zetu vile vile, tunaona kwamba kuna watu ambao kwamba sio manabii na wao ni role model kwa wengine. Kwa hivyo ndio maana anasema laysa bidharura, sio lazima an takuna alqudwa, iwe ile qudwa role model, mtu kwa role model awe ni nani, awe ni nabii, haiwezi, sio lazima. Au awe ni imam maasum, mathalan awe ni imamu, sio lazima. Yani mathalan si lazima awe role model akuwe ni imam, si lazima. Lakini tunaweza pata kwamba kando na maimam kuna mtu anaweza kuwa ni role model, sio imamu wala sio nabii, ni mtu wa kawaida. Pia anaweza kuwa ni wewe, narudia tena, pia anaweza kuwa ni wewe mwenyewe, unaweza kuwa ni role model na ukawa ni mfano wa watu wa kupigiwa mfano, yani mfano kwa watu na kupigiwa mfano kwamba mtu fulani alikuwa ni mtu mwema. Na hiyo tunashuhudia siku ya leo. Watu wangapi ambao kwamba watakapotoka duniani wanapigiwa mfano. Kama kuna bwana mmoja ambaye kwamba tunapata kisa chake, huyu bwana alikuwa ni mnywaji pombe, tunapata kisa chake, ingawaje sehemu ya kuhakikisha ndo kila mtu atahakikisha kivyake. Huyu bwana alikuwa mnywaji pombe, na wanasema kwamba usiku alikuwa anatoka na mchana watu walikuwa wanamuona kwamba yeye ni analewa sana. Ikafika wakati wake wa kufariki na akafariki. Baada ya kufariki, kuna mwanachuoni mmoja akawa ni mwenye, kama ni kuota, kama ni katika ndoto, akawa ni mwenye kuona kwamba aliyefariki katika kijiji hicho ni mtu bora zaidi. Kwa hivyo kuamka kesho yake kweli akapata habari, na baada ya kupata habari watu wengi sana walifika katika mazishi yake, na yule shekhe akaenda mpaka kwa mazishi yake. Yani ikawa ni watu wamejazana kwa mazishi ya yule bwana ambaye kwamba alikuwa ni mlevi. Mchana watu wanamuona tu ni mlevi. Mimi sijasema kwamba ufanye hivyo, na sijasema kwamba mtu asitukoti vibaya kwamba pombe ni, tumesema pombe ni halali, la. Watu walikuwa wanamuona. Kwa hivyo wakamtayarisha na wakamvisha sanda na wakampeleka na wakamzika. Baadaye yule shekhe akaenda kwa mke wake. Alipofika kwa mke wake akamuuliza mke wake, huyu mume wako, hebu tuelezee sera huyu mume wako, maana sisi tunamjua kwamba ni
mnywaji pombe. Mke akasema kwamba huyu mume wangu alikuwa analewa mchana sana. Kweli alikuwa analewa mchana, lakini usiku alikuwa ananishangaza, maana alikuwa anatoka na vigunia huku akigawa chakula kwa watu ambao kwamba wanahitajia, na alikuwa hataki mtu yoyote awe ni mwenye kujua kwamba anagawa chakula. Sasa kweli kuanzia siku hiyo aliyofariki, watu wengi sana katika mji huo walikosa kuona hiyo alama ya kugawiwa chakula na kupata ile ruzuku ya kila siku. Inamaanisha kwamba ndugu yangu Muislamu, na nafasi ya kubadilika, na nafasi ya kubadilika ni rahisi sana, sio ngumu. Una nafasi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia nafasi, pumzi yako na kila kitu chako inaweza kukubadilisha wewe. Ni ile tu kwambie kwanza, mimi kuanzia leo nataka niwe karibu na Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala, nataka nimtekelezee kila kitu. Katika Tafsiru Nur anasema kwamba walaysa bidharura, na sio lazima an takuna alqudwa, yani awe mtu role model, awe ni mwenye kutangulia katika tauhid. Yani sio lazima awe yuko katika marhala ya juu kabisa katika iman. La, sio lazima eti mtu akuwe katika marhala ya juu kabisa ndo akuwe role model kwa watu. Unaweza pata mtu amefika katika marhala ya juu, amefika katika ngazi ya juu, lakini si role model kwa watu. Lakini unaweza pata yule ambaye kwamba yuko katika marhala ya chini kabisa, anakuwa role model kwa kila mtu. Anaendelea anasema kwamba imraatu Firaun. Sasa hapa ndo anakuja na natija. Imraatu Firaun, mke wa Firaun, anaendelea katika Tafsiru Nur, lam takun maasuma, hakukuwa ni maasuma. Maasuma ni mtu ambaye kwamba hafanyi dhambi, hatendi dhambi. Lam takun maasuma, yani katika asli na asli hakuwa ni maasuma, yani hakukuwa ni imamu. Walam takun, na hakukuwa amefika katika marhala juu ya tauhid. Walakinaha, lakini Asia, amanat, aliamini tu, hina raat muujiza Musa, aliamini wakati ambao kwamba alipoona muujiza wa Nabii Musa alayhi salam. Kwa hivyo inamaanisha kwamba dada yangu una nafasi, na hii nafasi insha Allah taala bado tutakuwa ni wenye kuelezea kwa urefu sana. Yani hivi vikao bado vinaendelea, na insha Allah taala tutaelezea kwa urefu sana tena sana. Katika kumalizia ya mwisho ni kwamba katika nukta ya mwisho ni kwamba dada yangu Muislam, ujue kwamba wakati ambao kwamba unapojizuia na kujisukuma uwe karibu na Mola wako, ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakushika mkono na kuvute kwake katika amri zake. Jaribu sana dada yangu Muislam kufata amri za Mola wako, kushikana na ahkam za sheria yako, katika hijabu yako, katika kuficha uchi wako, katika kila kitu ambacho kwamba kinachokuhusu. Huenda kesho utakapofariki malaika wakajifakharisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajifakharisha mbele ya malaika kwamba mja wangu ambaye kwamba anaitwa mtu fulani anakuwa ni mwenye kunitii. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala